بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كسلن الطواف على القبور والتمسح بها والتبرك بها، فعل هذا كله شرك. Tumeelezea jana baadhi ya makosa ya aqida yanayofanywa na baadhi ya Waislamu. Leo tunakosa jingine, kufanya tawafu juu ya makaburi, kufanya tawafu katika makaburi kama tawafu ya Al-Kaaba. Watu wanafanya tawafu katika kabri la wali fulani au la sharifu fulani. Watamassuhu biha, kujifuta kwa makaburi hayo na kujioshaosha mwili kwa makaburi hayo. Watabarruku biha, kutaka baraka kwa makaburi hayo. Fi'lu hadha kullihi shirkun, kufanya hivyo vyote ni ushirikina. Qala Sheikh, fattawafu min ajalli al-ibadat, jambo la tawafu ni katika ibada tukufu. Walam yushra'i at-tawafu hawla makanin ghayra baiti llahi al-haram, haikuwekwa tawafu kufanya tawafu karibu na mahali popote isipokuwa nyumba ya Allah tukufu al-Kaaba. Fa ibadatu at-tawafi khassatun bil Ka'bati al-musharrafa, ibada ya tawafu hii ni khasa, inahusu al-Kaaba tu tukufu. Ibada ile imewekewa kwa mahali pale na nyumba ile ya Allah tukufu peke yake. Huwezi kufanya tawafu katika msikiti, huwezi kufanya tawafu katika nyumba. Wakadhalika tatawufu baina Safa wal Marwa, vile vile kufanya tawafu ile sa'i baina ya Safa, Jabali Safa na Marwa, hii ni jambo la ibada. Lakini mahali pengine popote ibada hiyo inakuwa ni kinyume cha alivyoweka Allah subhanahu wa ta'ala ibada yake hiyo ya tawafu. Mtu hawezi akajenga nyumba yake nzuri akawa anaifanyia tawafu kila asubuhi, anaifanya ibada ya tawafu katika nyumba yake. Hii itakuwa ni kinyume cha ibada ya tawafu ilivyowekwa. إذن فعبادة الطواف خاصة بالكعبة المشرفة، ibada hii ya tawaf inahusu الكعبة iliyotukuzwa. Wakadhalika tatawufu baina Safa wal Marwa, vile vile kwenda baina ya Jabali Safa na Marwa ni pale tu, hakuna ibada ile ya sa'i kufanyika mahali pengine. Wama kana li ghairi Allah fahuwa wad'un lil'ibadati fi ghairi mawdhiha, tawafu itakayokuwa kwa asiyekuwa Allah, hiyo ni kuweka ibada isipokuwa mahali pake. Wa ta'dhimu lilquburi, na ni kuadhimisha makaburi. Wa tashbihuha bilbaitil haram, na kuyafananisha na nyumba hiyo tukufu ya Al-Kaaba. Wa sarfu liibadati llahi au liibadati at-tawafi lighairi llah, itakuwa ni kuifanya ibada ya tawafu kumfanyia asiyekuwa Allah. Ibada ile ya tawafu inavyofanywa Al-Kaaba ni kwamba anafanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye aliyeweka ibada ile ya tawafu mahali pale, ndiye aliyeweka ibada ile ya sa'i baina Safa wal Marwa. Kwa hiyo ibada hizo ni khasa kwa mahali pale peke yake. Wa amma at-tamassuhu wat-tabarruku biha رجاء الانتفاع بالتمسح والتبرك في الدنيا والآخرة، فهذا تأليه للقبور وتعظيم لها. أما kujifutafuta na kutaka baraka kwa makaburi kwa kutarajia manufaa ya hiyo kujifutafuta na kushika makaburi na kushika mwili wake na kutaka baraka duniani na akhira, fahadha ta'lihu lilqubur, hii ni kuyaabudu makaburi. Wa ta'dhimu laha, na ni kuyaadhimisha. Nahu ma kana yafaluhu almushrikun aljahiliyun ma'a alihatihim, mfano walivyokuwa wakifanya hivyo washirikina
wale wajahiliyun waliokuwa kabla Uislamu pamoja na wale waungu wao wa batil. فكل من رجا بالتبرك والتمسح الانتفاع فقد عظم ما لم يشرع الله تعظيمه. kila anayetarajia kwa kutaka baraka na kujifutafuta akatarajia kupata manufaa, kwa hivyo huyu ameadhimisha kitu ambacho Allah hajaweka kiadhimishwe. Anayejifutafuta kwenye makaburi akataka baraka kwa makaburi kwamba atapata manufaa kwa kufanya hivyo, huyu amefanya jambo ambalo Allah hakuweka liadhimishe. Wadalilu ala kaunihi shirkan, dalili ya kwamba kuwa hivyo ni ushirikina, hadithu Abi Waqid al-Laythi qala kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, tulitoka na mtume sallam kwenda Hunain, vita vya Hunain. Wa nahnu hudatha'u ahdin bikufrin, sisi ni wapya wa ahadi ya ukafiri, yani tumeingia Uislamu lakini bado ni wapya, tuna karibu tulikuwa katika ukafiri. Walil mushrikina sidra ya'kufuna indaha, washirikina walikuwa na mkunazi, wanakaa katika mkunazi ule. Wayanutuna biha aslihatahum, wanaweka silaha zao kuzitundika katika mkunazi huo. Yuqalu lahu dhata anwat, unaitwa mkunazi huo dhatu anwat. Famararna bisidra, tukapita katika mkunazi mmoja. Fakulna ya Rasulallah, tukamwambia mtume ya Rasulallah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat, tufanyie na sisi mkunazi ambao tutaweka silaha zetu kama wale nao wanavyoweka silaha zao. ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, innaha sanani, hizo ndio njia za makafiri, hizo ndio njia za mashirikina washirikina wanazofuata. Qultum walladhi nafsi biyadihi, nyinyi mmesema na hapa kwa ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake, mmesema kama qalat banu Israila li Musa, kama banu Israili walivyomwambia nabii Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, tufanyie na sisi mola kama wao walivyo na miola yao, miungu yao wanaoiabudu. Qala innakum qaumun tajhalun, hakika nyinyi ni watu msiojua. Kwa hiyo hao walikuwa wamesilimu karibuni, masahaba hawa bado hawajajua tauhidi, bado walikuwa karibu na ushirikina na ukafiri, ndio maana wakataka hivyo. Kwa hiyo mtume akakataza kitendo hicho kwamba ni ushirikina kufanya hivyo, yani kutaka baraka kwa huo mkunazi. قال الشيخ وهؤلاء إنما أرادوا العكوف والتبرك, hawa walikusudia kukaa hapo katika mkunazi na kupata baraka. Fasamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabahum dhalika talaban li ilahin ma'a Allah, Mtume sallam akaita ombi lao hilo ni ombi la kutaka mola pamoja na Allah, mola mwingine pamoja na Allah. Wa hadha huwa ainu shirki, hii ndiyo dhati ya ushirikina kutaka hivyo. Falamma bayyana lahum Rasulullah sallam al-amra raja'u wa anabu, Mtume sallam baada ya kuwabainishia jambo lenyewe usawa wake, masahaba wale wakarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakawacha itikadi hizo. والتبرك بالقبور والطواف حولها والتمسح بها أعظم مما طلبوا فعله. hii kutaka baraka kwa makaburi na kufanya tawafu karibu na makaburi na kujifutafuta, hiyo ni adhamu, ni kubwa zaidi kuliko walivyotaka hawa masahaba kitendo hicho. Jambo hili la kufanya tawafu katika makaburi na kujifutafuta na makaburi, hii ushirikina wake ni mkubwa zaidi. Kadhalika makosa mengine, wa munadatul ghaibina min al-ahya, kuwaita watu walio mbali katika walio hai, walistighathatu bihim, kutaka kuokolewa na wao,
unawaita ili wakuokoe, sio kwa simu, hivi hivi tu bila simu unamuita fulani ya Hussein ya Ali, ma'atiqadi qudratihim ala an-nafi, pamoja na kuitakidi uwezo wao wa kuleta manufaa au al-ghauth au kukuokoa hala al-bu'di, pamoja na umbali huo. Hiyo ni shirkun akbar, ushirikina mkubwa. Wa munadatul ghaibina min al-ahyai, kuwaita walio mbali ambao wako hai, walistighathatu bihim, na kutaka kuokolewa na hao, yani wakuokoe, ma'atiqadi qudratihim, pamoja na kuitakidi uwezo wao, ala nafi, wa kunufaisha na au kuokoa, wakati pamoja na umbali huo. Ni ushirikina mkubwa huo. Mtu hayupo hapa, yuko mbali, hata kama yuko hai, leo unamuita kwamba aje akuokoe, sio kwa simu, hivi hivi tu umekaa msikitini wamuita ya Rifai ya al-Badawi kama yuko hai. Sasa ikiwa yuko hai ni ushirikina, je kama yuko ashakufa miaka iliyopita, utasemaje ya Abdul Qadir Jailani tuokoe na janga hili lilotupata hapa ya Badawi? Utasemaje hivyo Muislamu? Allah yupo, Allah yupo, wamuita mtu ashakufa. Sasa huo ni ushirikina mkubwa. Qala ta'ala amman yujibu al-muttarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard ailahum ma'a Allah, au nani anayeweza kumjibu mwenye kushikika idha da'ahu, akimuomba, wa yakshifu su'a, nani anayeweza kuondoa uovu, wa yaj'alukum khulafa al-ardi, na anakujalieni nyinyi ni makhalifa wa ardhi. Ailahum ma'a Allah, je kuna mola mwingine pamoja na Allah? Hakuna mola mwingine, kwani Allah peke yake ndiye anayeombwa akaondoa matatizo. وتقدمت أدلة أخرى في المسألة, يمتنغولية دليل nyingine katika masala ya kwanza. Kosa jingine la sita, walghulu fi salihin, kupetuka mpaka katika kuwapenda watu wema au al-anbiya au mitume, bihaithu yaj'alu fihim naw'an min khasa'is al-uluhiyya, kwa namna ambapo anawajalia sampuli katika sifa za uungu, anawapa watu wema au mitume sifa katika sifa za Allah. Au lahum shay'an min at-ta'alluhi wat-ta'abbudi, au anawajalia kitu katika ta'alluhi wat-ta'abbud, kuabudu. Hiyo ni shirkun mukhrijun min al-milla, ni ushirikina unaotoa katika Uislamu. Qala ta'ala wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanak. Wakati Allah alipomwambia Nabii Isa, ya Isa ibn Maryam, hivi wewe umewaambia watu nifanyeni mimi na mama yangu waungu wawili badali ya Allah? Nabii Isa anakataza subhanak, kutakasika ni kwako wewe na kila upungufu, sikusema hivyo. Waqala ta'ala ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum, enyi ahlul kitab msipetuke mpaka katika dini yenu, wala taqulu ala Allahi illa alhaqa, msiseme kwa Allah isipokuwa haki. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah, almasihu Isa ibn Maryam ni mtume wa Allah, wa kalimatuhu, na ni kalima lake, maneno yake, alqaha ila Maryam, alitia kalima hilo kwa Maryam, wa ruhum minhu, na ni roho kutokana na yeye Allah. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم, msizidishe kunisifu, msipetuke mpaka katika kunisifu kama manasara walivyopetuka mpaka kumsifu ibn Maryam, Isa ibn Maryam. La tuturuni, msipetuke mpaka katika kunisifu kama walivyopetuka mpaka manasara wa Kristo kumsifu ibn Maryam Isa. Innama ana abdun, mimi ni mja wa Allah, faqulu abdullahi wa rasuluhu, semeni mja wa Allah na mtume wake. Rawahu al-Bukhari fi sahihihi. Hadithi hii ni raddi kwa wale wanaomsifu mtume kwa kupetuka mpaka na kumpa mtume sifa za Allah.
Allah mtume alilikataza jambo hili kabla hawajakuja hawa kina mubtadi'a kina al-Busiri na wengineo. Kwa hiyo mtume amekataza jambo hili kabla hajafariki. La tuturuni kama atratin nasara ibn Maryam, inma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu, semeni ni mimi ni mja wa Allah na ni mtume wake, msipetuke mpaka katika kunisifu. Lakini hadithi hizi zote sahiha kina al-Busiri hawakuziona hizi, wakatunga burda za kupetuka mpaka katika kumsifu mtume sallallahu alaihi wasallam na kusema ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda huduthi au inda husuli alhadithi alamimi, moja katika abiyat shirkia zilizo katika burda. Kosa jingine alkhawfu min alawliyai au min aljinni, kuwaogopa mawalii au majini. Khawfa sirri, hofu ya siri, kuogopa kwa siri. Ka an yakhafa an yusibahu alwaliyu sirran au aljinniyu bisu'in illam yaf'al kadha wa kadha, kama kuogopa yule wali asije akampata kwa uovu, akamfanyia uovu kwa siri, au jini akamfanyia uovu asipofanya jambo kadhaa, asipochinja mnyama, asipochinja ng'ombe, basi yule jini anaweza akamdhuru. Hiyo ndiyo kuogopa kwa siri, kumwogopa jini. Fahadha shirkun akbar, huu pia ni ushirikina mkubwa. Wayadullu alayhi qawluhu ta'ala in naqulu illa ataraka ba'dhu alihatina bisu qala inni ushidu Allah washhadu anni bari'un mimma tushrikun min dunihi. Wanasema sisi tunasema in naqulu, hatusemi sisi isipokuwa wewe yamekupata uovu wa baadhi wa waungu wetu. Umekupata wewe uovu wa baadhi ya waungu wetu, wamekupata kwa uovu wewe kwa sababu ya da'wa yako hiyo ya tauhidi. Qala inni ushidu Allah washhadu anni bari'un mimma tushrikuna min dunihi. Nabii Hud kama sikosei, mimi namshuhudiza Allah na nakushuhudizeni nyinyi kwamba mimi ni mwenye kuepukana na hivyo mnavyovishirikisha badali ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khawfu min al ibadati al qalbiyya, khawf kuogopa ni katika ibada za moyoni al-adhima, kubwa tukufu. Wal khawfu min al-ibadati al-qalbiyyati al-adhima allati yajibu ikhlasuha lillah, kuogopa ni katika ibada kubwa za moyoni ambazo ni lazima kutakasiwa Allah ibada hizo za moyoni. Famata khafa min ahadin, popote atakapomuogopa yoyote, ka khawfihi min Allah, kama anavyomuogopa Allah, fa huwa mushrik, huyo ni mshirikina. Unamuogopa mtu au unaogopa kitu kama unavyomuogopa Allah, hiyo ni ushirikina. Wa amma al-khawfu at-tabi'i, ama hofu ya kitabia, unamuogopa adui, unaogopa mnyama mkali, fala haraja minhu, hiyo sio vibaya. Hii ni hofu ya kitabia, kwamba tabia ya mtu anaogopa nyoka, tabia ya mtu anaogopa simba. Sasa hiyo sio kuogopa simba kama kumuogopa Allah, hiyo ni tofauti. Wal khawfu alladhi yaj'alu al-mar'a muqassiran fil wajibat au murtakiban li muharramin la yajuz, kuogopa ambako kutamfanya mtu anafanya uzembe katika mambo ya wajibat, au kuogopa ambako kunamfanya mtu afanye jambo lenye kuharamishwa, khawfu hiyo la yajuzu, haijuzu. Wal khawfu alladhi yaj'alu al-mar'a muqassiran fil wajibat au murtakiban li muharramin la yajuz, kuogopa ambako kutamfanya mtu awe mzembe kutekeleza mambo ya wajib au afanye mambo yenye kuharamishwa, kuogopa huko hakujuzu. Ka an yatruka al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkari al-muta'ayyin 'alayhi khashyata kalamil khalqi au idhaihim, kama mtu kuacha kuamrisha mema na kuacha kukataza maovu ambapo ni lazima kwake, kwa kuogopa maneno ya watu au kwa kuogopa kuwaudhi, hiyo haijuzu. Hiyo kuacha mtu kuamrisha mema
na kukataza maovu ambako ni lazima kwake akawacha hivyo khashyata kalamil khalqi au idhaahum, kwa kuogopa maneno ya watu au kuogopa kuwaudhi. Hiyo itakuwa hofu, hiyo haifai, kwa sababu inamfanya mtu awe mzembe katika kufanya mambo ya wajibat, kutekeleza mambo ya wajib kama hiyo da'wa, kuamrisha mema na kukataza maovu.